mimi nilikuwa inspired na Puff Daddy kwa wasanii wa nje. Yeah, wakati naanza muziki. Yes. Yani nilikuwa inspired na Puff Daddy sana, nilikuwa namkubali mno. Maswing nini, namna anavyojinyumbulisha kwenye muziki, anasema jamaa, mbona rap anaifanya kama kitu fulani chepesi tu. Wakati watu wanatumia jazba sana, lakini jamaa unajua P Diddy ana usofti fulani kwenye rap. So nijiita Puff Clay kwa ajili ya kuichukua ile puff ya P Diddy. Na nilipoanza sasa kuingia rasmi kwenye kutambulika kwenye dunia ya muziki, hususan huu wa hip hop. Yes. Nilipopanda kwenye majukwaa ya mwanzoni na mostly baada ya kufahamiana na Maalim Nash. Yes. Kwa sababu mimi Nash naweza kusema ndio mtu ambaye amenipenyeza rasmi kwenye ulimwengu wa hip hop nikiwa kama msanii. Nash MC. Yes. Lakini before hapo nilikuwa ni yule mtu ambaye ndio anaanza kujifunza, kugusa, sijawa rasmi. Lakini sababu shule, unajua shule pale, hata kama hujawahi kurekodi, hujawahi kupanda jukwaa lolote, namna tunavyochana na washikaji, wenyewe tu wanaona kabisa hapa kuna kitu kikubwa, kizuri. Yeah. Kwa mimi washikaji zangu wa shule ndio mmoja anakaa mitaa kina Nash. Yeah. Kwa ndo alimwambia Nash, bwana nimemaliza na mchizi kule shule Forodhani pale Olevo enzi hizo. Bwana jamaa mkali sana yule. Nash akasema hamna bwana, kwa sababu mchizi alikuwa anamtajia sana watu ambao akimpelekea Nash anawakataa. Huyu hapana. Yeah. Kwa akamwambia hamna Edi bwana, wewe stori zako zile jamaa mkali ukiniletea hamna kitu. Bwana huyu nikikuletea huyu noma kweli, mlete basi siku moja. Yes. Kwa mimi nilipelekwa kwa Nash na huyo mshikaji wetu ambaye mimi nimesoma naye shule ila yeye anakaa naye mtaani. Yeah. Na wakati huo naenda kuchana kwa sifa tu, yani kwamba huyu jamaa nani anasema watu wanapelekewa hawajui kuchana, wewe ngoja nikamuoneshe. Yani mimi nilikuwa nafanya kwa sifa tu. Nafanya kitu ambacho sikuwa nategemea kwamba nitaingia kweli na mimi kuwa sasa niko studio na recording na nyimbo zangu nafanya show. Sikuwa nategemea nini, nilikuwa najua hiyo safari itachukua muda mrefu sana mbele huko. Kwa hiyo nilipokuwa naenda na Eddie nilikuwa namprove Eddie kwamba nitakuja kwa jamaa ili tu nikatengeneza sifa kwamba huyu aliyekuja noma, unajua zile. Yeah. Lakini sasa nilipofika kweli nilimuonesha sifa zangu na Nash alinikubali, yani alinikubali 100%. Umeona? Na baada ya kunikubali sasa ndio akasema bwana inabidi wewe ni kuintroduce sasa kwenye dunia yetu. Watu wa kufahamu, DJs, presenters, wasanii wengine, wakubwa, wadogo waliotangulia, wanaoanza, unajua zile. Kwa sababu Nash tayari alikuwa anafahamika kwenye hiyo dunia kwa namna fulani hivi. Yes. Tayari kwa ameshaji associate na kina Dully, kishafanya muziki na Dully Sykes miaka hiyo. Kwa dunia kama hiyo tayari ya kimuziki inamfahamu. Kwenye hip hop watu kama kina Zavara wamehang naye, wamemfundisha vingi na nini. Kwa dunia hiyo alikuwa shali ameshaifahamu na ameshamtambua. Umeona? Kwa Nash sasa wakati ananiintroduce kwenye matamasha, ndio moja kati ya tamasha kubwa niliwahi kuwa na husika nalo enzi hizo. Nash ananipeleka lile la Wapi. Liko linaitwa Wapi. Yeah. Words and Pictures. Kwa ukiunganisha inakuwa Wapi. W for words, A for end na P for pictures. Yeah. Ni Wapi Words and Pictures. Ambao ulifanyika British Council. Okay. Hapa juu. British Council pale Posta. Kwa miaka hiyo nikiwa sekondari nimefahamiana na Nash, nimeshatambulishwa na mshikaji wangu yule na ameshanikubali sasa, ndo anaenda kunintroduce kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo tukipanda pale mimi sasa ndo naintroduce kama P Clay. Ushaelewa? Yeah. Then Zavara akasema P Clay, bwana achana na mbona imekaa. Unajua Zavara anapenda vitu fulani ambavyo sio nisemeje, lakini moja kwa moja mtu anaweza kuvipokea bila kuwa na doubts au bila kuwa na namna yoyote ya kusita. Akasema hiyo bwana italeta mtafaruku wa kuanza kuuliza sana, how is Clay, imekujaje hapo na nini. Wewe utakuwa tu P the MC. Tumemaliza. Umeshaelewa? Kwa hiyo yeye ndo akakuita jina la P the MC Zavara. P the MC. Kwa Zavara amenibatiza hivyo mbele ya Maalim Nash ama Nash MC. Kwa hiyo mimi naweza kusema wale ndio wazazi wa P the MC. Kwa kama kuna mtu anatakiwa kuumia zaidi kwa mimi kujiita P Mawenge baada ya kuiacha P the MC ni Nash na Zavara. Ushaelewa? Kwa sababu walishani introduce na waliona mapokeo yote ambayo mimi nilikuwa napokelewa, namna ambavyo watu walikuwa wanaweza kuniongelea positively kwa uwezo wangu, ukubwa wangu na nini, unajua zile kwenye hip hop. Kwa hiyo walikuwa wanajua sasa tumeshamzaa au tumemzalisha msanii ambaye anaitwa P the MC na dunia imempokea. Kwa baada ya kuacha ulimwengu wa P the MC na kuja wa P Mawenge kuanzia 2018 rasmi. Ndio P Mawenge imeanza kutumika mpaka kwenye covers za muziki. Yes. Sasa mwanzo nilikuwa najiita lakini cover bado zinaandikwa P the MC. Kuanzia 2018 ndio nikaanza kila kitu mpaka handles za mitandaoni P Mawenge mpaka leo. Kwa hiyo ndio transition ya kutoka P Clay to P the MC to P Mawenge. Yes. Kwa nini sasa Mawenge?
Okay, wakati natumia P the MC kama nilivyosema, jamaa waliniintroduce vizuri na watu walinipokea kwa ukubwa. Lakini sasa ikawa kazi kubwa kujitofautisha na watu wanaofanana na majina yanayoingiliana na langu. Hiyo ndio ambayo pengine hata wao hawakuifikiria wakati wananipa hilo jina. Kwa sababu wakati naingia kama P the MC kulikuwa kuna P Zone MC. Kulikuwa kuna M to the P. Kulikuwa kuna PNC. And then kuna P the MC. Kwa nikitaja haraka haraka hata watu watachanganyikiwa. P Zone MC, M to the P Zone MC, M to the P, PNC, P the MC. Yeah. Unaona, yani mtu yote anasema kabisa hapo kweli utatuchanganya. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa mgeni kwenye industry. Yes. Kwa nikienda sehemu ambazo PNC ni maarufu zaidi. Kwa watu wakisikia ile P the MC wanachanganya, wanajua PNC, P the MC, P. Ushaelewa? Kwa hiyo wanaweza wakaja kwa ajili ya PNC. Kumbe ni P the MC. Nikienda sehemu ambazo M to the P maarufu, kwa watu wakisikia ile P the MC, M to the P, M to the P wanakuja, afu wanakuja kusikia hapana ni P the MC. Ushaelewa? Kwa ikawa the same pia P Zone MC, ikawa the same pia kwa ma presenters au ma host wa matamasha ambao mimi naenda pale kama msanii kama P the MC, alafu wao wananiita jukwani kama P Zone MC. Au kama M to the P. Kwa sababu hata wao au ma host unakuta wanawajua wale zaidi kuliko mimi ambaye ni mgeni. Ushaelewa? Sasa hiyo ikawa inaniondolea confidence. Unapanda jukwani unasema yani unajiandaa kupanda jukwani hapo bwana get ready for M to the P. Hapo unapanda P the MC. Unasema bwana huyu jamaa vipi huyu? Ushaelewa? Lakini sasa nikaja kugundua baadaye kwamba kumbe sio makosa yao. Ni kwa sababu tayari hao watu wameshajistabilize kwenye muziki, majina yao yameshakuwa maarufu na mimi ni mtu mpya. Kwa hiyo nianze zile bwana umekosea P the MC bwana, P the MC that's all. Hiyo inakuwa too late, lakini mimi pale na perform out of confidence. Sasa ushaniondolea ile mood yote ya kuperform kama P the MC. Sasa nikasema kwa nini iwe inanitesa? Kwa sababu kuchagua jina ni maamuzi yangu na mimi mwenyewe nikiamua kulipambania hilo jina watu watalipokea. Ndo nikaingia rasmi kama P Mawenge. Sasa kwa wakati huo Mawenge ilikuwa sio jina jipya kwangu. Hata wakati niko shule as P Clay tayari kuna watu walikuwa wananiita P Mawenge. Kwa nini? Sio kwa sababu ni jina ambalo nilichagua kwenye shughuli zangu. Hapana, ni kwa sababu kuna dramas ambazo nilikuwa nazi-apply shule ndo zikafanya waniite Mawenge. Sasa hiyo ni ile Mawenge negative. That's why EP badala ya puff nilichange pia kuwa positive. Ili hii Mawenge iwe ni Mawenge positive. Kwa ajili ya kuondoa dhana ile ya Mawenge negative. Ambao ndio rasmi mimi nilipewa hiyo. Kwa sababu wakati nasoma shule pale Forodhani, mimi natoka mitaa ya Kiwalani, Uswahilini, nimesoma shule ya msingi Kiwalani huko, amini shule ambazo zipo Kiwalani huko. Kwa hiyo mazingira yangu yote, tabia zote zina ule Ukiwalani. Ushaelewa? So nilipokuja Forodhani pale nikakutana na watu ambao wanatoka kwenye maeneo tofauti tofauti na wengi wanatoka kwenye maeneo fulani ya ushuani. Kwa sababu namna ilivyojilocate ile shule, watoto wa Kishua pia wanapenda kusoma pale. Kulingana tu na jiografia ya ile shule. Iko posta pale baharini, ukichungulia tu bahari hiyo hapo na nini, unajua na posta ndio mjini kabisa kwenye nchi yetu. Ushaelewa? Yani umemaliza mjini kabisa ni posta. Na shule ndio iko hapo. Kwa hiyo hata watoto wa Kishua walikuwa wanakataa kusoma mashule yao ya ushuani, wanataka kuja kusoma Forodhani kwa sababu ya location na nini. So pale nikakutana na watoto wa Kishua wengi sana. Kwa hiyo wakija pale shule, wengine ni washikaji zangu, wanakuja na ma iPad, wanakuja na vile MP3, wanakuja na vitu ma iPod, yani vitu fulani hivi vingi, ushaelewa? Wazazi wanawaletea kutoka Unyamwezini huko. Kwa sasa mimi kwa sababu mshikaji wao najua kuchana na wananikubali, inabidi wao wananipa niangalia hata documentary ya kina Tupac, najua ma Tupac Resurrection yale. Wananiambia bwana, angalia umjue Tupac vizuri, angalia umjue Nas, umjue nani huyo P Diddy ambaye ni Puff Daddy, unamfuatilia pia umjue na vitu kama hivyo. So wakiniachia wale naangalia na enjoy, lakini kuna wakati naweza nikaboronga kwa sababu sio vitu vyangu. Kwa unakuta file ya huku umeingiza kwenye folder hili au folder umeshali delete, unaelewa? Kwa mtu akichukua anakuta iko tofauti. Ile nani tuko naangalia iko wapi, anatafuta ipo. Wewe ulimpa nani? Bwana nilimpa P Clay hapo. Mawenge sana jamaa kachaipoteza. Ushaelewa? Kwa hiyo Mawenge ilikuja tu from nowhere kwa sababu ya zile attitude zangu za Uswahili na Ukiwalani wangu. Ndo akanibatizia la Mawenge. So nilipokuwa nataka kuiacha P the MC, nikasema kwa nini nisiwe proud na ile ambayo watu walinipa, kwa sababu yalikuwa ndio maisha yangu kweli. Hawakuwa wananisingizia. Yani mimi kweli nimetoka kwenye maisha ya Uswahilini
na ni kweli nilikuwa mshamba wa vitu vya kishua. Kwa hiyo ile nitakuwa proud nayo kwa sababu ina uasilia wangu. Ndio nilienda na hiyo P-Mawenge. So mi huko mbele tu kwa sanaa nikabadilisha mindset ili watu niwatoe kwenye ile negativity kuwaleta kwenye positivity, ndio nikaita Positive Mawenge. Na Mawenge nikaichanganua kama msanii awapae watu elimu na gani elekezi. Hiyo Mawenge. Yes. Bwana. Kwa hiyo msanii awapae watu elimu na gani elekezi. Kwa hiyo ndani ya Mawenge kuna msanii ambaye inahusisha sanaa, kuna elimu na maelekezo. Bado tunaendelea kupata maelekezo. Tuzungumzie kwenye ngoma ambayo imetoka ya Aznas Link, Business Mind. Bado hiyo P umeitumia kwa namna nyingine, ukiita P for pesa. That's compliment. Ni kwa namna gani unapenda kucheza na hiyo P? Yes, naipenda P kwa namna nyingi sana. Na naweza nikai-apply hata huko baadaye kwenye vitu vingine tofauti. Kwa sababu namna pia ambavyo na exist kwenye game, ninavyofanya vizuri, ninavyokuwa nafanya usumbufu kwenye tasnia, watu wanaweza wakasema P for problem pia. Bwana. Kwamba huyu jamaa ni tatizo. Yani huyu jamaa ana fit vizuri kiasi kwamba anakufanya uwe tayari muda wote ukiwa naye, ujiandae, ushaelewa. Kwa hiyo tuwe tayari kuipokea P kwa namna tofauti. P wawe tayari kuipokea kwa namna zote. Kwenye Business Mind ni P for pesa kwa sababu tunaongelea biashara. Tukiwa kwenye mabiashara, P for pesa. Tukiwa kwenye mambo ya kijamii, P for positivity, kwa ajili ya ule uchanya, mtu chanya kwenye jamii yake. Tukija kwenye sanaa, P for problem, P for potential. So uko proud na P sana. P for proud pia. Lakini umeona sasa? Nimependa sana. Mtu akikwambia kwamba, yani akisema kwamba P anaibeba Kiwalani kwa wasanii, utakubaliana naye? Siwezi kubaliana naye. Siwezi kubaliana naye. Mimi Kiwalani sitaki kuwa naibeba kisanii. Kiwalani nataka kuwa naibeba kibalozi, kiuwakilishi. Kiuwakilishi kwa maana ya kwamba hata kama nisipotumia sanaa, basi namna zozote nitakazotumia Kiwalani bado niko nayo. Ushaelewa? Nikisema nibebe kisanii peke yake itani drive kwenye sanaa zaidi. Lakini mimi napenda Kiwalani nijiassociate nayo au nijiconnect nayo kwenye namna zote za kimaisha, ukiachana na sanaa peke yake. Kwa hata leo kama mfano itatokea pia ameingia kwenye siasa, basi pia ataiwakilisha Kiwalani kisiasa. Ikitokea pia ameingia kwenye michezo, pia ataiwakilisha Kiwalani kimichezo. Ushaelewa? Atakapokuwa ameingia kwenye taaluma, atawakilisha kitaaluma. Yaani nataka Kiwalani niwakilishe kama sehemu ya maisha yangu yalipoanzia. Kwa sababu mimi Kiwalani ni born and raised. Mimi nimezaliwa, nimekulia huko. Kwa hiyo Kiwalani ni yangu moja kwa moja. So sanaa ilinikuta tu, lakini Kiwalani tayari ilikuwa inanijua before sanaa. Wewe ni msanii ambao umeikuza sana Kiwalani kwenye nyimbo zako, au kuna wengine unahisi kwamba walitangaza sana Kiwalani? Kuiongelea kwenye muziki, aisee nimeiongelea sana. Hiyo naweza nikateka hiyo kama compliment. Nimeiongelea sana. Of course sikatai P1 Black au Pig Black kama wengi ambao walikuwa wanamuita, ameiongelea sana Kiwalani, lakini kwa namna tofauti kidogo. Unajua yeye alifanya Kiwalani kuwa Kiwa Side kwa lugha ya kisanaa au jina la kisanaa. Kwa Kiwa Side ikawa imeongelewa sana na Pig Black au P1 Black kuliko neno Kiwalani. Kwa unaweza kuta kuna wengine walikuwa wanaijua Kiwa Side afu hawajui Kiwalani. Kwa ukiwaambia mtu bwana mimi natoka Kiwalani, Kiwalani hivi Kiwalani ndo Kiwa Side? Kiwa Side kuna P1 Black. Kwa brother alifanya hiyo kwa nafasi kubwa sana. So mimi nikaja kuwa rahisishia sasa zaidi. Kwamba